بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وبه نستعين على أمور الدنيا والدين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه الكرام أجمعين. أما بعد، بعون الله سبحانه وتعالى tumekutana tena katika darasa zetu za baada salati dhuhur, ikiwa leo ni ya dhuhuri ya siku ya Jumanne, يوم الثلاثاء 18 ya mwezi 18 katika Ramadhan al-Mubarak mwaka 1446 Hijria. tukisoma kitabu hiki an-nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam fi Ramadhan 30 darsan, na leo biidhnillah tunaingia darasa ya 12. قال المؤلف حفظه الله تعالى: 11 جيد. توجيهه صلى الله عليه وآله وسلم لمن وقع منه الجماع في رمضان. maelekezo yake mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwa yule ambaye imetokea kwake yeye jimaa, tendo la ndoa, fi Ramadhan, katika mwezi wa Ramadhan. 11 darasa ya 11 ambayo ni darasa yetu ya leo. Tawjihuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, maelekezo yake mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam liman, kwa yule ambaye waqa'a minhu aljimaa'u, kumetokea kwake yeye kufanya jimai fi Ramadhan, katika mwezi wa Ramadhan, katika mchana. Yani mtu aliyeshiriki tendo la ndoa katika mchana wa Ramadhan, maelekezo ya mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam yakoje kwa mtu kama huyu. عن أبي هريرة قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هلكت. قال: وما شأنك؟ قال: وقعت على امرأتي في رمضان. قال: تستطيع تعتق رقبة؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تصوم شهرين متتابعين؟ قال: لا. قال: فهل تستطيع أن تطعم 60 مسكينا؟ قال: لا. قال: اجلس. فجلس. فأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم بعرق فيه تمر، والعرق المكتل الضخم. قال: خذ هذا فتصدق به. قال: أعلى أفطر منا؟ فضحك النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى بدت نواجذه. قال: أطعمه عيالك. رواه البخاري. طيب، مسألة haya ya kufanya tendo la ndoa katika mchana wa Ramadhani kwa mtu ambaye saumu inawajibika juu yake, awe ni mwanamke au ni mwanaume, yametolewa maelekezo na mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam kupitia hadithi hii ya Abi Huraira. Kwanza ni jambo lisilofaa, aljimaa'u fi nahar Ramadhan liman yajibu alayhi sawm haram. Kufanya tendo la ndoa katika mchana wa Ramadhani kwa yule ambaye kunawajibika juu yake kufunga, hilo jambo la haram. Na ikitokea mtu amelifanya jambo hilo, basi ajue kwamba ameibatilisha saumu yake. La kwanza hilo, saumuhu batil wa alayhi alqada, saumu yake imebatilika na ni juu yake kuja kuilipa katika masiku mengine. Al-amru thani, alayhi al-kaffara, jambo la pili, juu yake pana adhabu, atakiwa atoe kafara kwa kosa kubwa ambalo amelifanya katika Ramadhani. Na kafara hiyo ni afanye moja katika mambo matatu.
kwa mpangilio wake. Ikiwa analiweza la kwanza asikimbilie la pili, ala sahih. Moja katika hayo matatu ambayo ndio la kwanza ni kumwacha mtumwa huru. Ikiwa analiweza hilo alifanya, limemshinda hilo afunge miezi 2 mfululizo pasi na kuacha siku yoyote hapo katikati, Allahumma illa kwa udhuru. Jambo la tatu, ikiwa hili la pili limemshinda, ni kuwalisha maskini 60 wakashiba, na ni kuwapa mlo mmoja tu, imma sabuh wa imma ghada wa imma asha. Atachagua yeye, ni kuwapa mlo mmoja wa nguvu, ima wakawapa mlo wa asubuhi au wakawapa mlo wa mchana au wa jioni, washibe kisawa sawa 60 maskini wale wenye kujua kula, si ndio? Naam. Hadithi ya Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala jaa rajulun ila an-nabi sallallahu alayhi wa alihi wasallam, alikuja mtu mmoja kwa mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam, faqala, akasema huyu mtu, halaktu, nimeangamia mimi. Maana alijua amefanya kosa kubwa. Qala wama sha'nuka, na nilipi jambo lako, una nini wewe? Qala, akasema huyu bwana, waqa'tu ala imraati fi Ramadhan, nimemuingilia mke wangu katika Ramadhani, nimefanya tendo la ndoa hii mchana wa Ramadhani. Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam moja kwa moja akaanza kumtajia adhabu. Qal tastati'u tu'tiqu raqabatan, je, unaweza kumwacha huru mtumwa? Qala la, ndio bwana akasema siwezi. Qal fa hal tastati'u an tasuma shahrayn mutatabi'ain, na je unaweza kufunga miezi 2 hali ya kuwa ni yenye kufuatana? Qala la, akasema siwezi. Shurahu alhadith wanasema alikuwa na udhuru wa kutokuweza kufunga miezi 2 mfululizo, kama vile alivyokuwa na udhuru wa ufakiri wa kushindwa kumpata mtumwa. Ndio maana Mtume alayhi salam alimkubalia, kwa sababu aliyakinisha kwamba hadha ar-rajulu ma'dhur, hili aliwezi, ana udhuru, ima katika maradhi au katika ziada ya shahwa. Ikiwa huu mwezi mmoja umenishinda nikajikuta nimemparamia mke, haya 2 na mengineyo ambayo wanawachuoni wanasema, akasema la, siwezi. Qal fa hal tastati'u an tut'ima 60 miskinan, na je unaweza kuwalisha masikini 60? Qala la, akasema hapana, siwezi. Maana alikuwa ni mtu fakiri, hana kitu, ni fakiri mwenye kutajika katika mji. Sasa yote matatu hayawezi. Wala shaka Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anazungumza kwa wahi, na mtu hawezi kusema uongo mbele ya Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam na akabakia salama, hasa kwenye mambo ya dini. Mtume alayhi salam kumkubalia huyu bwana kwamba siwezi ni ushahidi kwamba hawezi kweli. Mtume alayhi salam amethibitisha kwamba hawezi, na sio ukajisingizia wewe sasa. La. Qala, Mtume akamwambia ijlis, basi kaa tulia. Fajalas, yule bwana akakaa. Fautiya an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam bi'araqin fihi tamrun, na akaletewa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam jumu. Mnalijua jumu nyinyi? Akaletewa jumu, fihi tamrun, kuna ndani yake tende. Ni vikapu vile vya kusukwa kwa majani, wakitumia majani ya mitende, na sisi huku tunatumia ukili au ukindu. Suka kapu lako zuri kabisa. Kwa hivyo akaletewa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam shehena ya jumu, ikaleta sadaqa, ndani yake pana tende. Ndio anasema wal araqu, hiyo al araqu al miktalu al dhahm, ni kapu kubwa, jibebea kubwa. Wal araqu, na al araq maana yake
almiktalu aldhakhmu, ni kapu kubwa, ndio al-araq. Qal, mtume akamwambia yule bwana, khudh hadha, lichukue hili, fatasaddaq bihi, na ukatoe sadaka kwa kapu hili la tende. Khudh hadha, chukua hili kapu, fatasaddaq bihi, na ukatoe sadaka kwalo. Si huna kitu, Mtume alayhi salam anampa sasa, anamsaidia katika khairi, anamtolea kwa niaba yake kwa ile mali ya sadaka iliyoleta kwake. Qal, yule bwana akasema, a'la afqara minna, je, juu ya aliyefakiri kuliko sisi? Yani nikatoe sadaka juu ya aliyefakiri kuliko sisi, bimaana hal man huwa afqar minna, ndio maana je, kuna aliyefakiri zaidi kuliko sisi? Yule bwana anasema a'la afqara minna, je, juu ya aliyefakiri zaidi kuliko sisi? Kwani yupo? Kuna mtu katika mji anatushinda ufakiri mpaka tukampe sadaka? Kwa maana kama ni fakiri, mimi ndio kiboko yao. Fadhahika an-nabiy sallallahu alaihi wa alihi wasallam, akacheka mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam, hatta badat nawajidhuhu, mpaka yakadhihirika magego yake, yale meno yake ya ndani yakadhihirika alivyofurahi kwa hichi kibwagizo. Pia sadaka hizi uchukue wewe pia, jambo linafurahisha. Qala, mtume akasema, mtume alikuwa ni rahimu, at'imhu iyalak, walishe, nenda kawalishe sadaka hiyo ya tende familia yako, kailishe familia yako, watoto wako na watu wako. Rawahu al-Bukhari, hadithi hii kaitaja al-Imam al-Bukhari rahimahullah. Hadithi hii ndio asli ya kuwajibisha al-kaffara, adhabu kwa mtu aliyemwingilia mke wake katika mchana wa Ramadhani. Na wanawachuoni wanasema, na hii ndiyo kauli ya wengi, na ndiyo kauli iliyoungwa mkono na dalili zilizokuja, kwamba kafara hii inawajibika zaidi kwa mwanamume pasi na mwanamke, kama vile zilivyokuja hadithi za kutoa kafara, hakushirikishwa mwanamke wala hakutajwa, na Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam anafahamu kwamba hili tendo limefanyika kwa ushirikiano. Na huyu bwana akasema, waka'atu ala imraati, kwa hivyo ni mwanaume peke yake pasi na mwanamke. Na wanasema na hasa mwanaume ndio mwenye kulisimamia jambo hili, ndio dereva wa jambo hili. Akisema gari yalipaki, hakuna safari, yeye ndio msimamizi na ndio dereva wa jambo hili. Baadhi ya wanawachuoni wanasema la, na mwanamke ataingia ikiwa aliridhika na lile jambo, alivyoambiwa tutusafiri, tayari hatafuta begi, tafuta begi, tia nguo tayari zamani, anawahi. Akaonyesha ule almutawaa, kutoa ushirikiano katika jambo. Ikiwa atafanya hivyo, naye atahusika, au ikawa sababu ya ile tendo ni yeye ndio akalihitajia kwa kung'ang'ana, kila wakimtafadhalisha, wakati huu sio, sisi tumefunga, tufanye subra, anang'ang'ana, ili hutokea wakati mwingine ikawa yeye ndiyo sababu na ndiyo king'ang'anizi, itamhusu. Hiyo ni kauli ya baadhi ya wanawachuoni, kwa mwanamke anaweza akahusika kwa muongozo huo unaotolewa. Sheikh anasema kama kawaida, fa ya ayuhal abd, ewe mja wa Allah, ihdhar kull alhadar, tahadhari kila tahadhari, kwa maana tahadhari kwa kuchukua tahadhari zote. Ihdhar kull alhadar, tahadhari kwa kuchukua tahadhari zote. Min intihaki hurmata nahari Ramadhan, kutokana na kuliingia zuio. Min intihaki hurmata nahari Ramadhan,
kutokana na kuliingia zuio la mchana wa Ramadhani bilwuqu'i fil jimai, kwa kuingia katika tendo la ndoa, kwa kujamiana katika mchana wa Ramadhani. Tahadhari sana, li'annahu halakun, kwa sababu jambo hilo la jimaa, la kufanya tendo la ndoa katika mchana wa Ramadhani, halakun, ni maangamivu. Wa huwa a'dhamu almufattirat wa ashadduha, na ndiyo lililokuwa kubwa zaidi katika mambo yenye kufunguza, na ndiyo baya zaidi kufanya tendo la ndoa katika mchana wa Ramadhani. Wal jimaa'u huwa ashaddu intihakin lisawm, na jimaa, tendo la ndoa mchana wa Ramadhani, nasisitiza mchana, kwa sababu usiku mwagika unavyotaka, albabu maftuh, hata kama ukifanya ndio futari, shauri yako. Wal jimaa'u, na jimai, huwa ashaddu intihakin lisawm, ndiyo hujuma mbaya zaidi kwa funga. Kama kuna hujuma ambayo inafanywa kwenye saumu, ni wewe kufanya tendo la ndoa katika mchana wa Ramadhani. Umefanya hujuma kubwa, umeliingia katazo kubwa. Fantabih li nafsik rahimakallah. Sheikh anasema sasa zindukana kwa ajili ya nafsi yako, akurehemu wewe Allah. Thaniyan, lakini jambo la pili anasema idha jama'ta zawjataka fi nahar Ramadhan amdan biduni udhur, na pindi utakapomuingilia wewe mke wako fi nahar Ramadhan, katika mchana wa Ramadhani, amdan, kwa makusudi, biduni udhurin, pasi na udhuru. Inawezekana kweli ukamuingilia mchana wa Ramadhani kwa udhuru, kama lile swali la ndugu yetu Eid, kwamba ikawa tumesahau wote wawili, mume na mke wamesahau kama ni Ramadhani, wakavurugika hapo, wanamaliza dodo, kumbe mwezi mtukufu jamani, salala. Yawezekana hiyo. Sheikh ameweka kaidi hapa, idha jama'ta zawjatak, pindi utakapomuingilia mkeo fi nahari Ramadhana, katika mchana wa Ramadhani, amdan, kwa makusudi, biduni udhurin, pasi na udhur. Kaidi hiyo maana inawezekana kumbe mtu akamuingilia ahli yake katika mchana wa Ramadhani kwa udhuru. Udhuru nini? Ni kama kukusahau, kasahau, au kutezwa nguvu, akatezwa nguvu, mukrah, kawekewa mtoto wa bunduki, utafanya hichi kitendo na mkeo au tukutoe ubongo, tumwage ubongo sasa hivi. Ana ruhusa sasa ya kufanya ili kuisalimisha nafsi yake. Au akawa ni jahil bil hukm, aljahl, akawa ni mjinga, hajui inafuata kwamba tulichofunga ni kula na kunywa, ama hiki si mke wangu bwana, kwani ninazini? Kama ni hawara huko labda, lakini wewe mke wangu kabisa, nikuoa kwa ndoa na mahari imelipa keshi, unanzuiliaje? Ikawa hajui maskini. Huo ni udhuru sasa, kama alikuwa hajui. Sasa unapomwingilia mke wako katika mchana wa Ramadhani kwa makusudi bila ya udhuru, kuna haya yanawajibika juu yako. Fa inna alaika kafaratan, kwani hakika inawajibika juu yako kafara, lazima utekeleze adhabu hizi. Wa hiya, nayo hiyo kafara, itqu raqabatan, ni kuacha huru mtumwa. Fa in lam tastati' fa innaka yajibu alayka sawmu shahrayn mutatabi'ain, na ikiwa hutoweza, na ikiwa huwezi wewe, basi hakika wewe inawajibika juu yako kufunga miezi miwili hali ya kuwa ni yenye kufuatana. Fa in lam tastati', na ikiwa huwezi, fa in lam tastati' as-sawma, na ikiwa huiwezi funga, fa in lam tastati' as-sawma shahrayn mutatabi'ain, na ikiwa huwezi kufunga miezi miwili yenye kufuatana, wajaba alayka an tut'ima 60 miskinan, inawajibika juu yako
kuwalisha wakashiba maskini 60. لأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أمر المجامع بذلك. kwa sababu hika mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam alimuamrisha yule aliyefanya tendo la ndoa kwa jambo hilo kwa hizi kafara, na hata pale aliposhindwa alimtolea ile kafara, akachukua akaenda kaila mwenyewe kwa sababu ni mustahiki, lakini kuna kitu kilitolewa. Mambo hayakupita hivi hivi. Na vile vile wewe sasa, kisha shaka nasema wa idha kanat almar'atu mutawi'atan, na pindi atapokuwa mwanamke ni mwenye kuitika kutoa ushirikiano wa lile tendo. Wa idha kanat almar'atu mutawi'atan, na akiwa mwanamke ni mwenye kuitika kwa lile jambo, wa biduni udhurin, na basi na udhuru wowote kama ni udhuru ambao tumezitaja, shaka fa inna alaiha aidan alkafara, basi kwa hakika iko juu yake vile vile kafara. Tumesema hii ni kauli ya nani? Kauli ya baadhi ya wanawachuoni. Mwanamke akiwa ametoa ushirikiano au yeye amekuwa ni sababu, wa ila, na kama si hivyo, kafara itakuwa ni wajibu wa wewe mume peke yako. Fa inna alaiha kafara karrajul. Jambo la tatu ambalo Sheikh anatunasihi hapa, wayajibu alayka hiya ar-rajulu wa ayyatuha al-mar'atu mimman hasala minhum al-jima'u fi nahari ramadan biduni udhrin an tatuba ila Allah ta'ala min hadha adh-dhanb al-'azim bintihaki nahar ramadan bil-jima'. Wayajibu alayka ayuha ar-rajulu, na kuna wajibika juu yako ewe mwanaume, wa ayyatuha al-mar'atu, na ewe mwanamke, mimman hasala minhum, miongoni mwa wale ambao kumepatikana kutokea kwao aljima'u, kufanya tendo la ndoa, fi nahari ramadhana, katika mchana wa Ramadhani, biduni udhurin, basi na udhuru, basi panawajibika kwa watu kama hawa, mke na mume, antatuba ila Allah, unawajibika juu yako bwana ewe mwanamke na ewe mwanaume, kutubia nyinyi kwa Allah, antatuba, kutubia wawili nyinyi kwa Allah Ta'ala, min hadha adh-dhanbi al-'azim, kutokamana na hili dhambi kubwa, bintihaki nahari ramadhana biljimaa, kwa kuhujumu mchana wa Ramadhani kwa kulifanya tendo la ndoa. Kwa kufanya hujuma hii kadhalika kuliingia jambo hili katika mchana wa Ramadhani, kunawajibisha kuleta tauba. Rabi'an, kipengele cha 4, alaykuma ayuha ar-rajul wal mar'atu alladhi jama'a fi nahar Ramadhana biduni udhrin an tasuma yawman makanahu qada'an. Wallah, alaykuma, ni juu yenu nyote wawili, ayuha ar-rajulu, ewe mwanaume, wal mar'a, na ewe mwanamke, ni juu yenu nyote wawili, ayuha ar-rajulu, ewe mwanaume, wal mar'a, alladhi, ambaye, jamaa fi nahar Ramadhani, aliyefanya tendo la ndoa katika mchana Ramadhani, biduni udhurin, basi na udhuru wote, inawajibika juu yako mtu wewe, iwe ni mwanamke au ni mwanaume, umeshiriki tendo la ndoa katika mchana Ramadhani, inawajibika juu yako antasuma yawman makanahu qada'an, uifunge siku moja mahala pake ile siku uliyofanya tendo la ndoa, qada'an, kwa ajili ya kulipia, kwa ajili ya kulipiza, unalipa kile ulichokiharibu. Inawajibika kwa kufunga siku moja mahala pa ile siku ambayo uliitumia kwenye tendo la ndoa, qada'an, kwa ajili ya kulipiza deni. Kwa hivyo ile siku inalipwa, na siku ambayo ukifanya kafara, basi kafara iko na ile siku utaifunga katika masiku mengine, na kile unavyokariri kufanya ndivyo kafara inavyojikariri, na ndivyo deni linavyoongezeka.
Ukifanya siku ya pili ina kafara yake na utakuwa unadaiwa siku 2 wa hakadha. Liannahu sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kwa sababu ikaye mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam qala lilmujami', alisema kumwambia yule aliyefanya jimai, wasum yawman makanahu, na ifunge siku moja mahala pake, mahala pa hii siku uliyoharibu. Rawahu Ibn Majah. Wa alaykuma at-tauba ila Allah, ni juu yenu tauba kwa Allah. Anakariri na kusisitiza. Khamisan, jambo la 5, ihdhar ayuha almuslim min al-iftar fi nahar Ramadhan biduni udhrin. Nasaha nyingine ya 5 muhimu kabisa kwetu sisi ambao tumediriki mwezi mtukufu wa Ramadhan. Ihdhar ayuha almuslim, tahadhari ewe muislamu, min al-iftari fi nahari Ramadhan, kutokamana na kufungua katika mchana wa Ramadhani biduni udhrin, basi na udhur. Hizi ni nasaha zinaelekezwa sasa kwa makobe, majitu ambayo yanakula hovyo tu katika mchana wa Ramadhani bila udhuru wowote, na saumu zinawajibika juu yao. Sheikh anasema tahadhari, tahadhari ewe muislamu kutokamana na kufungua katika mchana wa Ramadhani pasi na udhuru wowote. Lianna dhalika dhanbun adhimun, kwa sababu hakika jambo hilo ni dhambi kubwa. Kabiratun min kabairi dhunub, ni kubwa hilo dhambi miongoni mwa madhambi makubwa kabisa, dhambi zito wewe kula katika mchana wa Ramadhani pasi na udhuru. وقد قال البخاري ويذكر عن أبي هريرة رفعه، نكو حقيقة amesema al-Bukhari, na maneno haya wanasema yamekuja katika al-Adab al-Mufrad, sio katika sahih, ay fi al-Adab al-Mufrad. وقد قال البخاري، نكو حقيقة amesema al-Bukhari ويذكر عن أبي هريرة، na inatajwa, ametumia تغيير الصيغة ويذكر ويقال. lugha hizi zinaashiria kutokuwa madhubuti riwaya. sighatul jazmi lis-sahih wal-hasan wa sighatut tamrid lima siwahuma. ويذكر عن أبي هريرة رفعه، na panatajwa kwamba kutokea kwa Abi Huraira ameinyanyua hadithi hiyo kwa kauli hii ni marfu'un ani nabii sallallahu alaihi wa alihi wasallam, na wala haijaishia kuwa ni athari peke yake, ni kauli ina hukumu ya rafu. Inasemaje? Man aftara yawman min ramadhana, yoyote atakayefungulia siku moja tu katika Ramadhani, min ghairi udhrin, pasina udhuru wote, wala maradhin, wala pasina maradhi, hakuna ugonjwa, lam yaqdihi siyamu dahr, haitoilipa funga hiyo moja funga ya mwaka mzima. Lam yaqdihi siyamu dahri, haitoilipia funga ya mwaka mzima. Wa insama, na hata kama ataufunga huo mwaka mzima haitokuwa na kile kiwango cha hiyo siku moja aliyoiacha katika Ramadhani kwa makusudi. Haiwezi kulipwa kwa siyamu za mwaka mzima kwa kuwa umefanya kwa makusudi. Wabihi qala Ibn Mas'ud, na kwa kauli hii amesema Ibn Mas'ud, Abdullah ibn Mas'ud. Haikuwa ni kauli ya Abu Hurairah peke yake, kadhalika ni kauli iliyonukuliwa an Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu ta'ala anhu kadhalika, bali wamesema wanawachuoni wengine. Waqala Sa'id ibn al-Musayyib, na amesema Sa'id ibn al-Musayyib والشعبي وابن جبير، سعيد بن جبير وابن جبير وهو سعيد كمان، وإبراهيم النخعي هباليبه، وإبراهيم النخعي، وقتادة ابن دعامة السدوسي، وحماد ابن زيد يقضي يوما مكانه، atalipiza siku moja mahala pake. Almuhimu, kuacha siku moja katika Ramadhani kwa makusudi ni dhambi zito. Baadhi
ya maulama wa kisahaba wanaona siku hii hailipiki hata kama ukifunga mwaka mzima. Wengine katika wanawazuoni wanaona kwamba itatosheleza kulipiza siku moja mahala pake, maa kathrati alistighfar wa tauba, pamoja na kukithirisha istighfar na tauba. Na hii ndiyo kauli ya wengi katika at-tabi'in kwamba hiyo siku moja itatosheleza. Yaqdi yawman makanahu. Sadisan, jambo la sita ambalo Sheikh anatuambia hapa, intabih ayuha ar-rajul wal mar'a min al-jima'i fi nahar ramadhana bidun udhrin. Hebu zindukana ewe mwanamume na mwanamke, min al-jima'i fi nahar ramadhan, kutokamana na kufanya tendo la ndoa katika mchana wa Ramadhani, biduni udhurin, pasi na udhuru wote. Wakadhalika, sikiliza hilo jambo muhimu sana wakadhalika, na vile vile la yakunu aljima'u qariban min tulu'i alfajr. Usicheze kwenye hatari, usichezee sharubu za simba, na wala usirukeruke katika ukingo wa shimo, unaweza ukaporomokea kwenye shimo. Sheikh anasema wakadhalika, na vile vile la yakunu aljima'u qariban min tulu'i alfajr, isiwe jimaa ni karibia na kuchomoza alfajiri. Usisubirie zimebakia dakika 7-8 lakini bado kuna dakika 5 huelewi hapo, tayari jinamizi limekushika. Unasema kuna dakika 8 nyingi sana hivi. Unajuaje pengine safari ikawa ni safari ngumu, unaweza usifike haraka, si ndio? Sasa hilo pia la kuchunga kubwa. Wakadhalika la yakunu aljima'u qariban min tulu'i alfajr, na vile vile isiwe hiyo jimaa ni karibia na kuchomoza alfajiri, bihaithu yatlu'u alfajra wa anta tujami'u zawjatak, kwa kiasi ambacho inachomoza alfajiri na hali ya kuwa wewe unamuingilia mkeo. Alfajiri ya swala imeingia, ya kuacha mambo yenye kufunguza ishaingia alfajiri hiyo, wewe bado unarindima lima tu. Kwa nini? Kwa sababu umechelewesha jambo. Usifanye hivyo. Kwa nini? Lianna baadhi alulama yara, kwa sababu hakika baadhi ya maulama wanaona anna an-naz'a min al-jima'i yu'tabaru jima'an. Naam, na hii ni kauli ya baadhi ya ulama. Lianna baadhi alulama'i, kwa sababu hakika baadhi ya maulama yara, wanaona anna an-naz'a min al-jima'i, kwamba hakika sehemu ndogo itokanayo na huko kuingilia, yu'tabaru jima'an, inazingatiwa ni kuingilia kwenyewe. Usije ukasema bado dakika 5 tu ninachovya tu. Huko kuchovya hata kama hujatema mate ndio kuingilia huko. Nafikiri watu wazima mnaelewa si kuna wakati wasema labda umpumzishe huyo bwana mkubwa, huko kufanya hivyo ni jimaa. Wapo wanaochuona wanaona kule kufanya kidogo tu, kwa maana kubirikiwa na alfajiri hali ya kuwa umefanya sehemu ndogo katika jimaa ndio umefanya jimaa. Yani mfano alfajiri inaingia, ule muda wa fajiri wa kwanza ndio unaingia na wewe ndio unamalizia. Maadamu alfajiri imediriki sehemu ya jimaa, hiyo ndiyo jimaa. Unaelewa maneno? Kwa hivyo jiepushe kuchelewa. Lianna baadhi alulama yara, sababu baadhi ya maulama wanaona anna an-naz'a min al-jimaa, kwamba sehemu ndogo itokanayo na jimaa yu'tabaru jimaa'an, inazingatiwa ni jimai. Kwa hivyo usije ukasema lakini wala sikutumia muda mrefu, ni kufumba na kufumbua tu ndio hiyo jimaa. Unaleta story tu hapo, lakini ushaharibu. Sasa shekhi anakuambia wakati uko nao shekhi, wa idha aradta jimaa zawjatika fayakfika al-lailu, na pindi utakapotaka wewe
kumuingilia mke wako unakutosha wewe usiku mrefu, wafanya nini mpaka tia maji unatafuta hatari wa idha aradta jimaa zawjatik, na pindi utapotaka kumuingilia mke wako, fayakfika al-lailu, na unakutosha wewe usiku, wala tata'arrad lima harrama Allahu alayk fi an-nahari bintihaki hurmata nahari Ramadhan, wala tata'arrad, na wala usijitokeze mbele ukajitia ujasiri, na wala usijitokeze wewe au usiyatokezee wewe lima harrama Allahu alayk, kwa yale ambayo ameharamisha Allah juu yako, fi nahari, katika mchana, bintihaki hurmata nahari Ramadhan, kwa wewe kuhujumu utukufu na zuio la mchana wa Ramadhan. Sheikh anasema kun yaqidhan lihadhihi almas'ala, kuwa ni mwenye kuamka, kuwa hadhir bwana, kun yaqidhan, kuwa ni mwenye kuamka, hadhiran, katika kuzindukana na masala haya. Kun yaqidhan lihadhihi mas'ala, kuwa ni mwenye kuamka, kuwa hadhir kwa masala haya. Wakadhalik, na vile vile, anti ayatuha almar'a, wewe mwanamke chukua tahadhari. Mwanamke